nimekuonyesha huyu mwanamama Esther Malkia wakati ameingia kwenye maombi pamoja na wana wa Israeli siku 3, wakati wanaomba, wakiwa katika maombi shatakaparaatoposetekepa, kuna kitu kinatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Kuna majeshi yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Mungu anaandaa majibu kwa ajili ya Esther. Shakaratakapa, siku ya kwanza shetepeketekapata, siku ya pili sheteparantopasitebedi. Mungu anasema oh yes, kuna kitu kinafanyika, kibali kinaachiliwa, nguvu, hekima inaachiliwa juu ya Esther. Na hiki ndicho ambacho tunakihitaji. Wakati unaendelea kuomba, Mungu anakupa hekima ya kukabiliana na tatizo lililoko mbele yako. Wakati unaendelea kuomba, Mungu anakupa kibali kwa ajili ya safari ya maisha yako. Wakati unaomba, Mungu anakupa anointing, upako, nguvu ya Roho Mtakatifu. Unashinda na zaidi ya kushinda kwa sababu yeye anakutia nguvu. Hiki ndicho kilitokea kwa Esther. Siku 3 za maombi zikasababisha kibali. Esther akaingia kinyume nyumbani kwa mfalme, na nini kikatokea? Historia ikabadilika. Aliyekuwa anatarajia taifa liangamie, yeye ndiye akaangamia. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Ukimpa muda, kuna uhalisia unatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho. Shatabaratoposete. Master wetu Yesu mwenyewe, ukisoma habari zake katika vitabu hivi vyote 4 vya Injili, unamwona Yesu yuko katika utamaduni wake wa kuomba. Desturi yake ilikuwa ni mazoea, ni lazima aombe, hawezi akaacha kuomba. Na Biblia inasema alikuwa akiomba, akienda kukesha mlimani, anaomba usiku, asubuhi anaingia kufundisha. Anaomba usiku, asubuhi anaingia kuhubiri. Ndicho kilichokuwa kinafanyika kwa Yesu. Yesu anatuonyesha kwamba kabla hujaenda kuhubiri, tengeneza uhalisia wa nguvu ya Mungu katika mahubiri unayohubiri. Tengeneza uhalisia wa nguvu ya Mungu katika mafundisho unayoenda kufundisha. Tengeneza uhalisia wa mamlaka ya kimungu kabla hujazungumza. Yesu alikuwa anaenda kuomba mlimani, alafu anakuja kufundisha, anakuja kuhubiri. Anatengeneza uhalisia wa kupiga na kuzihirisha kufeli kwa nguvu za giza kabla hajaenda kudhibitisha katika uhalisia wa mwili kama muujiza. Haleluya. Mungu akusaidie, kupe neema hii ya kumpa Mungu muda kwa ajili ya kupata muujiza kwako. Kwa hiyo kuanzia leo, badilisha namna ya kufikiria. Anza kutengeneza uhalisia wa miujiza unayoitaka. Kitu kabla hakijao muujiza kimetengenezwa, kilikuwa ni uhalisia katika ulimwengu wa roho. Kuanzia leo, Mungu akupe neema hii ya kuanza kuomba, kumpa Mungu muda, kuomba, kutengeneza uhalisia, kutafakari neno la Mungu, kutengeneza fikra ya kiungu katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ambayo ni nyenzo ama kanuni ya kukusaidia kuweza kutembea katika maisha ya miujiza ama kuzihirisha miujiza kwenye maisha yako, kwenye biashara, kazi, familia, watoto na kila eneo, huduma ya kwako, wewe kijana ambaye unafanya huduma, mchungaji, mtume, mwalimu na kadhalika, katika nyanja yoyote, kitakachokusaidia kuweza kuendelea na kusonga mbele na kuona miujiza kwenye kile ambacho unakifanya ni kumpa Mungu muda. Jambo la kwanza tumesema, na jambo la pili hivi sasa ni jambo la kuwa na imani isiyoyumbishwa. Imani isiyoyumbishwa inasababisha muujiza kwenye maisha ya mtu. Unatengeneza uhalisia wa muujiza katika ulimwengu wa roho na kudhibitisha kama muujiza katika ulimwengu wa mwili. Imani ni kuchukua hatua chanya juu ya kile ambacho neno la Mungu linazungumza. Imani ni kuchukua hatua chanya juu ya neno la Mungu linavyosema. Nimekwambia katika kipindi nilipokuwa nafundisha juu ya imani isiyoyumbishwa, nikakwambia kwamba neno la Mungu, wakati wote unapojifunza neno la Mungu, unapata kujifunza juu ya ahadi za Mungu, unapata kujifunza juu ya maelekezo ya Mungu, unapata kujifunza juu ya kanuni za Mungu katika ahadi, unapata kujifunza juu ya maonyo, lakini pia unapata uzoefu wa utendaji kazi wa Mungu kwenye maisha ya watu na jinsi watu walivyomtumikia Mungu na kuona matokeo chanya makubwa ya kimuujiza kwenye maisha yao. Kwa hiyo unaposema unatembea katika imani, maana yake umepata uelewa wa kona hizi 5 katika kutafakari kwako neno, katika kujifunza kwako neno. Umejua kwamba neno la Mungu linasema namna hii ya kwamba Mungu ananipenda mimi, lakini anampenda mtu gani? Anampenda yule anayempenda. Anampa muda yule ambaye anampa muda yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna ahadi, alafu kuna kanuni, kuna maelekezo, kuna maonyo, kuna uzoefu.
Huwezi ukapokea ahadi kama hujafuata kanuni juu ya ahadi hizo. Kila ahadi ili iweze kutembea kwenye maisha ya mtu inahitaji miguu. Miguu ni kanuni zinazobeba ahadi hii. Ng'ombe ili aweze kutembea anahitaji awe na miguu, aweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Miguu hii ndio inamwezesha ng'ombe kuweza kutembea. Kwa hiyo ahadi za Mungu ni sawasawa na kiumbe ambacho kinahitaji miguu ambayo ni kanuni ili kiweze kujongea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ahadi za Mungu ziweze kutembea na kuwa halisi kwenye maisha yako kama miujiza, ni lazima kuwepo na kiwezeshi cha ahadi hizo kutembea kwako ambacho ni kiwezeshi cha kanuni. Kutii, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo imani ni kuchukua hatua katika kile kitu ambacho hakijaonekana kuwa halisi, lakini unachukua hatua ya kukifanya kana kwamba tayari kimeonekana kuwa ni halisi. Hakijaonekana kwa macho, lakini unaamini ya kwamba umekipokea. Imani ni kupokea kitu ambacho hakipo katika uhalisia wa mwili, lakini unakipokea kwa imani katika ulimwengu wa roho kana kwamba tayari kimekuwa. Kwa mujibu wa Ibrania 11 mstari wa kwanza anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya yale yasiyoonekana. Kwa hiyo unakuwa na uhakika, unakuwa na ujasiri, confidence kwa kile ambacho unatarajia kiweze kutokea. Unatarajia nini kiweze kutokea? Unatarajia nini kiweze kutokea? Tayari kuna tarajio ulipata, kuna tumaini. Tumaini ni matarajio. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu ukapokea ahadi na ukapata uzoefu wa utendaji kazi wa Mungu, ndani yako inajengeka tumaini. Ahadi plus uzoefu tunapata tumaini. Lakini tumaini hili halimaanishi ndio imani ya kwamba ya kukusaidia wewe kupokea ahadi hiyo. Hiyo ni matarajio juu ya kile ambacho umekiona katika ahadi ama katika neno la Mungu kama ahadi. Sasa una apply nyenzo ya imani kuweza kupokea matarajio haya. Ndio maana anasema kwenye Ibrania 11 mstari wa kwanza, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yale yasiyoonekana, kuzungumza kile ambacho hakiwezekaniki kana kwamba kinawezekana, kile ambacho kinaonekana hakipo kana kwamba kipo. Kwa hiyo mtu ambaye ana udhaifu, ana ugonjwa, ninapokutana naye katika jina la Yesu, kwa sababu natambua kwamba nimepewa mamlaka ya kuweka mkono juu ya mgonjwa naye akapona. Ninapoweka mkono natangaza uponyaji juu ya yule mtu, natengeneza uhalisia wa uponyaji na bado sijaona uponyaji. Kwa hiyo na akisi uponyaji katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, angali inaweza kuwa inaonekana uponyaji haujatokea. Hiki ndicho ambacho tunakifanya. Tunatumia kanuni ya imani kuhamisha uhalisia ambao tumeutengeneza kuzindika katika ulimwengu wa mwili. Yale yasiyokuwepo tunayazungumza kana kwamba yapo, tunayatarajia tokee. Sasa tunaamini ya kwamba yapo. Kwa kuzungumza tunazilisha kile ambacho tumekielewa. Shato paratosti pedia. Ninakuombea Roho Mtakatifu akupe uelewa wa msingi katika kutembea na maisha ya kikanuni. Imani ni kwenda kutenda zaidi ya vile akili ya binadamu inakuruhusu kutenda. Huwezi ukakamilisha jambo hili. Biashara hii huwezi ukafanikiwa. Biashara hii inahitaji watu waliosoma katika level fulani, lakini maadamu umefuata kanuni za kimsingi katika biashara, unaamua kuwekeza kwa imani, na kwa sababu umemshirikisha Mungu, unaanza kupiga hatua katika biashara hiyo, na Mungu unashangaa anaonekana, muujiza unatokea, biashara inafanikiwa. Lakini mwanzoni kumekuwa na taarifa ya kwamba hauwezi, kwa sababu watu wanaona ni kitu ambacho hakiwezekani kwa mazingira ya kwako, kwa historia ya kwako. Lakini kwa sababu ya imani ni kutangaza kile kisichowezekana kana kwamba kinawezekana, kile ambacho hakipo kana kwamba kipo, kile kisichoonekana kana kwamba kinaonekana, kana kwamba kipo. Shete barato postiba. Kwa hiyo unatangaza, unazungumza. Imani nilikufundisha katika imani isiyoyumbishwa. Imani ni matokeo ya ujasiri pamoja na utii katika kile ambacho neno la Mungu linasema. Ujasiri kwa maana ya kwamba ahadi ya Mungu inasema nini? Yes, ninaamini, ninakamata. Mungu ni mwaminifu, hawezi akanidanganya. Yes, mwanadamu aseme uongo. Amesema hata niacha nikaangamia. Anatangulia mbele yangu kusawazisha, kutengeneza njia kwa ajili yangu. Kama anatangulia mbele yangu, hakuna giza nitakalokutana nalo mbele yangu. Na chochote ambacho nitakutana nacho nina nguvu ya kukisawazisha, maana Bwana yuko pamoja nami akinisaidia. Kwa hiyo una ujasiri juu ya ahadi ya Mungu kwenye maisha yako.
lakini wakati huo unatembea katika uelewa wa utii, ya kwamba ili niweze kupokea ahadi ya kusaidiwa na Bwana ni lazima niishi maisha matakatifu, ni lazima nitembee katika kanuni ya kile ambacho Mungu anazungumzia. Ili kwa mfano, ili uweze kupokea kile ambacho unahitaji kwenye maisha yako, hasa katika eneo la uchumi, unahitaji kuweza kuapply kanuni ya utoaji. Uwe unaelewa juu ya kanuni ya utoaji, kwa sababu ni moja ya nyenzo ama kanuni ambayo inasapoti ahadi ya Mungu ya kubariki kazi ya mikono yako. Ni moja ya kanuni inayosapoti ahadi ya Mungu ya kwamba anakufundisha upate utajiri, anakuongoza mahala sahihi, anakuinulia watu sahihi wa kusapoti maisha yako. Hawezi akafanya hayo yote kama kanuni hii ya wewe kuweza kutoa, kujenga ufalme wa Mungu kwa njia ya utoaji, lakini pia kupanda mbegu na kadhalika, havifanyi kazi kwenye maisha yako. Ufuati kanuni, maana yake utakaa ukaona muujiza wa kiuchumi, wa kifedha kwenye maisha yako. Imani ni ujasiri wa kile ahadi za Mungu zinasema, lakini pia ni utii kwenye kanuni juu ya ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo una ujasiri kwenye nini? Juu ya kile ambacho ni ahadi ya Mungu. Unautii kwenye nini? Juu ya kile ambacho ni kanuni na maelekezo katika neno la Mungu. Mungu amekuwa akitembea katika utaratibu wa kikanuni kwenye utendaji wake wa kazi. Yeye kama Baba amekuwa akitembea katika utaratibu wa maelekezo, utaratibu wa kanuni. Anatoa ahadi, lakini akitaka uweze kufuata kanuni ili uweze kupokea. Imani ni kama shilingi na pande mbili. Ukichukua shilingi 500 sasa hivi, upande mmoja utakutana na taswira ama picha ya nyati, na upande wa pili utakutana na hiyo picha ama taswira ya kichwa cha Mheshimiwa Rais awamu ya kwanza kule Zanzibar, ambaye ni Amri Abed. Sasa huyu upande mmoja wa shilingi 500 haimaanishi pande zote ni upande huo mmoja unafanana. Ni shilingi hiyo 500, sio pesa mbili tofauti. Haina maana upande wa nyati ni upande mwingine, hela nyingine, na upande wa picha ya Karume ni pesa nyingine. Zote ni pesa moja. Picha zote ama pande zote mbili ziko katika pesa moja, na yote inaitwa shilingi 500, ambayo muonekano wake una pande mbili, ni coin ambayo ina pande mbili. Imani ni sawa na hii shilingi 500 ambayo naitolea mfano. Upande mmoja ni upande wa utii, upande mwingine ni upande wa ujasiri. Kwa hiyo wakati unatembea kwa ujasiri juu ya ahadi za Mungu, wakati huo unakuwa makini kutii kile ambacho neno la Mungu linasema. Sasa waamini wengi wamekomaa na upande mmoja wa imani, kuwa na ujasiri. Mungu amesema hata niacha. Mimi sio mkia, mimi ni kichwa. Mimi ni kielelezo katikati ya mataifa. Amesema ananifanya kuwa kichwa wala si mkia. Ananiinua katikati ya mataifa. Lejelea katika kile ambacho neno la Mungu linasema. Hiyo ahadi itakamilika namna gani? Unatii, unaishi kama neno la Mungu linavyosema. Kuwa ndani ya Kristo, kwa mujibu wa Yohana sura ya 15 mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, hapo ndipo mnapoweza kuzaa. Lolote mtakaloliomba litatokea, litafanywa katika maisha yenu. Maana yake ni kwamba nyinyi mkikaa, mkitembea katika ushirika wa kibinafsi na mimi, yani mkifuata matakwa ya kwangu, mkifuata sheria yangu, mkifuata neno langu, kama anavyosema katika kitabu cha Yoshua 1:8, ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, yatafakari maneno haya mchana na usiku. Kutafakari huko ndiko kutakako kufanikisha wewe katika njia zako. Mungu anampa siri Yoshua, na ndio hii siri ambayo ninakusisitiza wakati huu kupitia neno la Mungu hapa, ya kwamba imani inahusisha utii upande mmoja, na upande wa pili ni ujasiri wa kile ambacho ahadi ya Mungu inazungumza. Chunguza maisha yako, unaishije? Maisha unayoishi yanaakisi ukweli wa neno la Mungu, yanaakisi neno la Mungu linavyosema, au kile ambacho ni maisha yako ni tofauti na vile unavyosema kwamba Mungu anaenda kufanya kitu kwenye maisha yako? Kwa nini watu wengi wapokee majibu katika maombi kwao? Kwa sababu watu wengi wana maombi very powerful, upande wa confidence, upande wa ujasiri, yani upande wa ahadi, kutangaza ahadi za Mungu. Bwana umesema watainuka kupigana nami, lakini hawatashinda. Hakuna silaha itakayoinuka juu yangu ikafanikiwa. Kumbuka upande wa pili,
Mungu anapokuita njoo tuojiane, anataka umweleze unatembea katika kanuni, unafuata kanuni kimsingi. Je, neno lake unalielewa na unaishi neno lake? Kama pande zote hizi mbili ziko pamoja, basi una imani isiyoyumbishwa. Lakini kama umekamata upande mmoja na unasema una imani, wewe hauna imani. Una confidence peke yake, una ujasiri peke yake, na ujasiri ni kwa sababu ya ahadi za Mungu, wewe hauna imani. Imani inahusisha ujasiri wa kile Mungu amezungumza kama ahadi, inahusisha kanuni za kimsingi, kutii kanuni juu ya ahadi ambazo Mungu amezitoa. Hii ndio imani. Kwa hiyo tunapozungumzia imani inaweza ikatenda kazi, tunazungumzia imani ambayo mtu imejengeka ndani yake. Huyu mtu anaishi katika kuzingatia ahadi za Mungu, ujasiri juu ya ahadi za Mungu, lakini pia utii katika kile ambacho neno la Mungu linazungumza. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza muujiza uhalisia katika ulimwengu wa roho, maana yake kanuni ya imani ni kanuni ambayo inatakikana, inahitajika ili kuweza kutengeneza muujiza wako. Sasa muujiza huu unatengenezeka kwa sababu una ujasiri ya kwamba ndio ninaamini neno hili ambalo umelisema Bwana linatokea katika maisha yangu, na mimi nina apply kanuni ya kufuata maelekezo ya kwako. Katika neno la kwako ninafuata maelekezo. Imani ni kutii, kufuata maelekezo. Nimekwambia unaposoma neno la Mungu unaelewa ahadi, unaelewa kanuni, unaelewa maelekezo, unaelewa maonyo, unaelewa uzoefu wa utendaji kazi wa Mungu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinahusika katika kutengeneza uhalisia wa miujiza kwenye maisha yetu ya kila siku ni hii kanuni ya imani. Kanuni ya pili ya imani. Na kanuni hii ya imani inahusisha utii, ujasiri, kufuata maelekezo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba kama mtu akiombewa, akafanyiwa maombezi, pengine ana tatizo, ana udhaifu katika labda goti la kwake, ni muda mrefu, hospitali wamesema hawezi tena kutibiwa, lakini anakutana na mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu anamwambia kuanzia sasa goti la kwako limeponywa, umepokea uponyaji, wewe ni mzima na utatembea na kurudi katika hali yako katika jina la Yesu, na nataka ufanye kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Unajua kile ambacho kinatakiwa hapo ni utii kwenye maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu ameyatoa, na maelekezo haya yanapofuata yanasababisha muujiza kuweza kutokea. Kwa hiyo kanuni ya imani ambayo imesihirishwa kwa utii wa maelekezo ambayo yametolewa kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu kwa msingi wa neno la Mungu katika jina la Yesu unasababisha muujiza kutokea. Kuna maeneo mengi ambayo tunaweza tukajifunza hiki. Moja ikiwa ni Yohana sura ya 9 mstari wa 5 mpaka 7. Yohana sura ya 9 mstari wa 5 mpaka 7 anasema, tunaona habari ya kipofu anatumwa kwenda kwenye maji. Huyu kipofu anatumwa na Yesu aende kunawa katika maji. Yohana sura ya 9 mstari wa 5 mpaka 7 anasema, muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Huyu ni Yesu anajitambulisha. Mstari wa 6, alipokwisha kusema hayo alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Alitema mate, alikutana na kipofu ambaye anahitaji kuponywa, na Yesu alichokifanya akatema mate chini, akafinyanga udongo ukawa matope, akampaka katika macho. Na baada ya pale mstari wa 7 anasema akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloam, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda kunawa. Ametema mate chini, alafu anamwambia aende akanawe baada ya kumpaka tope lililotokana na mate yake. Na yule bwana akatii yale maelekezo. Akatii maelekezo ya kutoka pale alipokuwa kwenda kunawa. Aliendaje? Kwa sababu Biblia inasema akamwambia nenda kanawe katika birika ya Siloam, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Maana yake alienda kipofu na akarudi anaona baada ya kutii maelekezo. Kimsingi ni kwamba huyu mtu alipata kuona, alifumbuliwa macho baada tu ya kutii maelekezo aliyokuwa amepewa. Nataka nikwambie miujiza mingi ifanyike kwa waamini wengi na kwa watu wengi. Si kwa sababu nguvu ya kuleta miujiza haipo. Ni kwa sababu watu hawako tayari kufuata maelekezo. Wakati fulani nilikuwa katika shule moja hapa jiji la Mwanza, na
vijana takribani zaidi ya 10 wako mahala pale. Nimemaliza kuhubiri, kufundisha, na wakati wa maombezi nikapata taarifa kwamba kuna tatizo la watu kuanguka, kuumia miguu kwa muda mrefu katika shule hiyo. Na tulipoanza kufanya maombi, nguvu ya Mungu ikashuka na kutembea, na vijana wengi wakafunguliwa na kuwekwa huru. Lakini kulikuwa na vijana takriban 5 ambao hawakuweza kutembea kabisa. Waliletwa wengine, baada ya kuombea mapepo yakakamata miguu pale pale, hawakuweza kusimama tena. Lakini wengine nilikuta tayari wamekuwa katika hali ile ya miguu kwa muda mrefu, mwingine mwezi, wengine wiki, mwingine ana siku kadhaa, lakini hawezi kutembea tena. Binti moja akazungumza akasema ameamka usiku, yeye aliamka usiku, asubuhi akakuta hawezi kufanya chochote, yani kuanzia katika mapaji ya kwake kushuka chini hawezi kufanya chochote, hakuna nguvu, ni kama hisia ama hakuna chochote kinachoendelea katika miguu, amepoteza nguvu, asikii chochote, hawezi akatembea. Alikuwa ni miongoni mwao vijana zaidi ya 5 ambao walikuwa wamezidiwa, hawawezi kutembea kabisa. Lakini tulifanya deliverance, maombi ya kufunguliwa, na Mungu akawafungua. Katika maombi hayo nilitoa maelekezo ya kwamba kila mmoja afanye kile ambacho alikuwa hawezi kufanya, na kile ambacho kila mmoja wao alikuwa hawezi kufanya, nilishangaa kila mmoja anafanya kile ambacho alikuwa hawezi kukifanya. Mwingine alikuwa hawezi kukunja goti, mwingine alikuwa hawezi kusimama mwenyewe, mwingine alikuwa hawezi hata kuzungusha mguu kana kwamba anafanya mazoezi. Kulikuwa kuna vitu vingi viliendelea, lakini katika maelekezo hayo namshukuru Mungu ya kwamba huu ni ushuhuda mkuu wa ushindi, ya kwamba sikutoka pale kukiwa na kijana yeyote ambaye alikuwa bado ana udhaifu katika shule ile. Mungu aliwafungua na wakawa wazima na miguu yao ikafunguliwa. Hivi ndivyo adui anavyokamata watu, anawafunga watu na kuwazuia wasiweze kuelewa juu ya kile neno la Mungu linasema, ama yale maelekezo ambayo Mungu anayatoa kupitia neno lake, ili wasiyafate, mwisho wa siku wakafunguliwa. Kanuni ya kuweza kufunguliwa kutoka katika vifungo vya giza ni kufuata maelekezo ya kile ambacho Mungu anakizungumza kupitia neno lake, kupitia watumishi wake. Mtu mmoja alifanya kiburi, huyu kipofu anaona. Sasa kuna mtu mwingine alifanya kiburi na akapuuzia maelekezo ya mtumishi wa Mungu, anaitwa Naaman. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 10 mpaka wa 14. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 10 mpaka wa 14. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, nenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nao utakuwa safi. Elisha ameletewa taarifa kwamba huyu mtu amekuja ana ukoma, sasa anakuhitaji ukamwombee, mfanyie huduma ili kusudi aweze kupona ukoma wake. Lakini Elisha akutoka ndani akamtuma mtumishi wake ya kwamba nenda akamwambia kajichove kwenye mto Yordani. Unaweza kuwa ni mto wote wa leo ambao wewe unaweza kuwa unaujua ni mto sio msafi sana, sio mzuri sana, jiografia yake sio mzuri sana. Kwa hiyo anaambiwa kajichove katika mto takriban mara 7 na baada ya hapo atakuwa amepona. Lakini huyu bwana aligoma. Mstari wa 11 anasema, lakini Naamani akakasirika akaondoka akasema, tazama nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Yaani yeye akili yake alijua sasa huyu mtumishi atakuja atamwambia sasa nimekuja naweka mikono juu yako katika jina la Yesu umetakasika. Lakini anaambiwa nenda, haina haja mimi kukuona, nenda kajichove kwenye maji. Akakasirika. Watumishi wake anasema, je, Abana na Farpali mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Yaani anafikiri anaweza akaenda tu akajiosha kwenye maji ya huko Dameski na akawa mzima. Watumishi wake wakamwambia, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa usingalitenda? Yaani kama angekwambia zaidi ya lile usingelifanya. Kwa mfano, angekwambia lete mali zako zote usingezileta ili upate kupona ukoma. Angekwambia lete
magari na wapanda farasi ulionao, je, usingeyatoa ili uweze kupata ukoma? Na hiki ndicho ambacho kinatokea leo. Watu wengi hawako tayari kulipa gharama ya kujifunza, kukaa chini, kujifunza neno la Mungu, alafu wakapata zile kanuni za kuweza kupokea muujiza wa maisha kwao kutoka katika ulimwengu wa roho kwa uhalisia ambao umetengenezwa katika ulimwengu wa roho, na baadaye kuwa muujiza kwenye maisha yao kwa maombi. Hawana huo muda, hawataki, ila wapo tayari kuweza kutafuta vitu ambavyo ni vya kimwili, vitu ambavyo ni vya kibinadamu, na wanafikiri wanaweza wakafanya mabadilishano ya kupokea muujiza kwa vitu ambavyo wanavyo au wanavimiliki. Lakini ni udanganyifu wa Ibilisi ambao anaufanya ndani ya kanisa kuwadanganya waamini. Na hii ndio sababu asilimia kubwa leo hii huduma ya kufundisha neno la Mungu inakuwa na changamoto kwa watumishi walio wengi. Ni kwa sababu adui anachokitafuta ni watu wasipate uelewa, bali watu wa focus katika vitu vinavyoonekana kwa mwili, watu wa focus katika kumeki haraka, kutengeneza maisha haraka, lakini si kulipa muda wa kukaa chini, kulipa gharama ya kujifunza, kupata uelewa wa namna ya kutembea katika maisha ya ushindi kwa kuzilisha uhalisia wa kile ambacho Mungu alikifanya pale msalabani zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Naaman akakasirika. Lakini mstari wa 18 anasema ndipo akashuka baada ya kuwa watumishi wake wamemwambia sasa uwezo kama angekuambia utoe vitu zaidi ama ufanye kitu kikubwa zaidi ya hiki alichokuambia si ungefanya? Kwa nini usifanye jambo kama hili dogo? Naangalia mimi ni mtu mkubwa, jemedari wa vita, ni kamanda, mtu wa mfalme. Kwa hiyo nina heshima, naendaje kuoga kwenye kamto kama kale mchana huu naonekana na ambia no. Tii sauti ya mtumishi wa Mungu. Haijalishi huyo mtumishi yuko katika namna gani, madam Mungu anamtumia na kuna verification ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake, anafanya kazi kupitia yeye, ni bora ukatii maelekezo kupitia msingi wa kile ambacho neno la Mungu linasema. Baada ya kumweleza na kumsisitiza, Naamani akashuka akajichovya mara 7 katika mto Yordan. Akajichovya mara 7 katika mto Yordan, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu ambaye ni Elisha, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Glory be to God. Utukufu umlejelee yeye Bwana kwa sababu ya ukuu na utendaji kazi wake. Anaonyesha miujiza isiyo ya kawaida. Ngozi yake ikarejea kwa ya mtoto mchanga baada ya kutii maelekezo. Ni baada ya utii ndipo muujiza unatokea. Baada ya utii ndipo muujiza unatokea. Mara zote kulipokuwa na utii, mwitikio wa utii katika neno la Mungu, maana yake ni imani inadhihirishwa kwa mwitikio wa utii, Mungu alikuwa anafanya muujiza. Yoshua sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 20 hapo. Ni Israeli chini ya Yoshua ambapo Mungu anampa maelekezo Yoshua. Utasoma mwenyewe Yoshua sura ya 6:12 na kuendelea. Mungu anampa maelekezo Yoshua ya kwamba mtazunguka ukuta wa Yeriko takriban safari 7 na mara ya 7 mtazunguka mara 7. Kwa lugha nyingine mnakwenda kuzunguka takriban mara safari 14 na mara ya 7 mtapiga kelele za shangwe kwa sababu mji huu nimewapa. Na wakati Yoshua anawafikishia taarifa, napata kuona taswira ya kwamba watu walianza kucomplain, sasa inakuaje kuzunguka ukuta mrefu kama ule, ukuta wenye mita za kutosha, inakuaje? Kilomita hizi tutazimaliza, tumeisha choka, tunazunguka, alafu tukishazunguka nini kitatokea? Yaani kuzunguka tu na kupiga tarumbeta ukuta unaanguka chini. Yoshua unatuuza. Lakini akawaambia ni Bwana amesema, mji huu amewapa. Wakachukua hatua ya kutii kile ambacho Mungu amesema kupitia mtumishi wake Yoshua. Wakati wanazunguka, mara ya 7 walipopiga kelele na tarumbeta zile, ukuta wa Yeriko ulipasuka ukaanguka chini wote. Huu ni ushindi baada ya utii. Mara zote utii unasababisha muujiza kutokea. Maelekezo, utii katika maelekezo ya Mungu. Nataka kupata muujiza kwako siku ya leo, hakikisha unatii kile ambacho ni maelekezo ambayo Mungu anayazungumza. Wakati wa utii maelekezo ya Mungu, wakati wa utii juu ya maelekezo ya Mungu katika neno lake kupitia mtumishi wa Mungu, kwa namna yoyote ile, kinachotokea adui huwa analeta upinzani
ili kusudi usiweze kuendelea na safari yako ya kutekeleza maelekezo ama kutekeleza au safari ya utii kwenye maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Kwa hiyo unachokitafuta ni kukupumbaza, kukutoa kwenye focus, usiweze kuendelea kufuatilia kile ambacho Mungu anataka uweze kukifikia na ukipokee, lakini kwa kuthibitisha utii wako kwenye neno la kwake. Kwa hiyo anachokifanya, anaibua taarifa za kukuvunja moyo hapa katikati, kukukatisha tamaa. Na hiki ndicho ambacho kilitokea wakati fulani wa Yoshua. Ukisoma Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 5 mpaka 7, anasema ni wakati ambao Yoshua, Musa ameondoka tayari, na Yoshua anatakiwa ashike usukani nafasi ya Musa, waongoze wana wa Israeli kuelekea Kanaani, lakini pia kuweza kufanya shughuli nyingi kule za kuweza kugawa portion ya kila moja katika nchi. Sasa Yoshua ana wasiwasi, amekuwa akiona jinsi ambavyo taifa la Israeli linamletea vipingamizi vingi Musa, na wakati mwingine Musa alikuwa na hasira kwa sababu ni watu ambao hawana shukrani, ni watu ambao wana criticize muda wote, ni watu ambao wana viburi kwa kifupi. Kwa hiyo Yoshua aliona hapa hii shughuli ni nzito, sitaweza, hii ni kazi ngumu kuelekeza na kuwaongoza watu hao. Lakini Bwana anamwambiaje? Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Ni wakati ambao Mungu amemweka Yoshua katika safari tayari. Kwa hiyo Mungu anachokifanya, anamtia moyo Yoshua ya kwamba wewe endelea kusubmit katika kile ambacho mimi nimekupa maelekezo. Fuata kile ambacho ninakwambia, fuata kile ambacho nimekupa kufanya, alafu mimi ninakupa nguvu ya kukikamilisha. Mstari wa 6, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi ambao nimewapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mungu anamwambia Yoshua uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kuwa hodari maana yake ni kwamba ninasonga mbele. Kuna mawimbi yanakuja, kuna vizuizi vinakuja, kuna moto unawaka mbele yangu, kuna bahari kubwa mbele yangu, njia haionekani, kuna vizuizi, kuna misumari imepangwa katika njia ninayopita, inanichoma, ninahisi kuumia, nahisi kuchoka, lakini lazima nifike ninakotakiwa kufika, lazima niende mbele. Huko ndiko kuwa hodari. Kwa anamwambia uwe hodari, take courage. Maana yake songa mbele pamoja na utata unaopitia, lazima ufike kule. Ndio maana ya kuwa hodari. Kwa kusema kwamba huyu ni hodari katika eneo fulani, maana yake ni mtu ambaye amekabiliana au anakabiliana na changamoto anazokutana nazo zinazomzuia kuendelea kufanya kile kitu, lakini anazipuuzia, anakabiliana nazo, anasonga mbele katika kile ambacho kiko mbele yake bila kujali ni nini kinamzuia mbele yake. Hiki ndicho ambacho Mungu anakifanya wakati wote tunapokuwa katika safari ya maisha yetu ya wokovu. Kwenye eneo lolote lile la maisha yetu, Mungu huwa anatupa uwezo wa kuwa hodari, maana yake kusonga mbele pamoja na utata ambao tunaopitia. Mungu hawezi akaanzisha safari kwenye maisha yetu alafu akatuacha sisi tukabaki wenyewe. Hapana. Madam tu umebaki ndani ya Kristo. Kumbuka Wafilipi 4:13. Paulo anasema na yaweze yote katika yeye anitie nguvu. Anajua ni ndani ya Kristo. Madam uko ndani ya Kristo, chochote ambacho kinakuja mbele yako utakuwa na uwezo wa kukabiliana nacho. Kwa nini? Mungu anakupa nguvu ya kuweza kukabiliana nacho. Lakini unapoanza kuishi maisha yasiyompendeza Mungu na kutoka nje ya kusudi la Mungu, kinachofuatia utakutana na vizingiti vingi na vitakupiga mweleko, utaanguka chini. Kwa hiyo tunahitaji nguvu ya Mungu tunaposonga mbele katika jambo fulani la kimungu, ili kuweza kusonga mbele pasipo kukata tamaa. Wakati fulani Peter ambaye alikuwa ameitwa, amepata ruhusa au amepata mamlaka ya kutembea juu ya maji baada ya kumwambia Bwana Yesu, kama ni wewe nitembee juu ya maji. Mathayo sura ya 14 mstari wa 29 mpaka 31. Nataka nikutie moyo, usiogope juu ya mawimbi ambayo yanainuka wakati wa utii kuelekea kile ambacho ni muujiza wako. Mathayo sura ya 14 mstari wa 29 mpaka 31 anasema, akasema njoo. Peter akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu,
lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyoosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Yesu anashangaa, anasema wewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Sasa kuna kitu ambacho nataka tu notice kwenye mstari wa 30. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoe akisema, Bwana niokoe. Peter alikuwa anatembea juu ya maji. Ni baada ya kuwa amesikia kwa Yesu kwamba njoo, akaamini juu ya kile ambacho Yesu amekizungumza. Na kwa kumuona, nimekwambia unaposoma neno la Mungu unapata experience, uzoefu juu ya uwezo wa Mungu, lakini unapata kuona ahadi za Mungu. Kwa hiyo na wakati huu hili jambo linaonekana kuwa ni halisi wakati Peter alisikia unachosikia ndicho kinajenga imani kwako. Warumi 10:17. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo Yesu alizungumza njoo, sauti. Peter akasikia. Baada ya kusikia akaamini katika kile ambacho neno la Kristo mwenyewe limetoka kumjia yeye. Akaamini, akajenga imani ya kutembea juu ya maji. Na kwa sababu aliona uzoefu ya kwamba Yesu anatembea juu ya maji, kama ni yeye amesema niende, yeye amesema Mungu anayetembea juu ya maji, na mimi naweza kutembea juu ya maji. Peter akatoka chomboni akaanza kutembea juu ya maji. Baada ya kusikia ikajengeka imani, na baada ya kuona uzoefu wa kile ambacho Mungu anaweza kufanya ama Yesu anaweza kufanya, akajenga imani ya kutembea juu ya maji. Lakini alipoanza kutembea juu ya maji, Biblia inasema alipouona upepo, asingeweza kuona upepo kama asingesikia mawimbi. Kwa sababu wakati anaanza kutembea, haina maana mawimbi yakuwepo baharini. Mawimbi yalikuwepo baharini. Wakati ule Yesu anatembea juu ya maji, mawimbi yalikuwepo. Wakati wao wapo chomboni, mawimbi yalikuwepo. Sasa kama yalikuwepo, kwa nini alipoona mawimbi wakati huu azame? Swala sio kuona mawimbi. Swala ni nini alisikia. Alafu akaweka concentration ya kwake kwenye kile alichosikia. Wakati anaanza kutembea juu ya maji, alisikia sauti ya Yesu, njoo, akajenga imani, akafocus, akamtazama Yesu, akaanza kumfuata, akatembea juu ya maji. Lakini wakati anaanza kutembea juu ya maji, akasikia sauti ya mawimbi. Unazama, uwezo ukatembea juu ya maji. Tazama kina cha bahari kilivyo kirefu. Angalia ukubwa wa sisi mawimbi tulivyo. Tuna uwezo wa kukufunika wakati huu, na huyu Yesu hataweza kukusaidia. Peter aliposikia sauti zile zikamchanganya, akageuka na kutazama mawimbi yale yanayonguruma kwa sauti ya hofu, na kile alichokuwa nakisikia kikajenga hofu kwake. Akapoteza focus kwa Yesu, akaanza kutazama mawimbi, akaanza kufocus juu ya kutafakari juu ya kile ambacho mawimbi yanazungumza. Kwa hiyo haikuwa tu kutazama mawimbi, ilikuwa ni kusikiliza kile ambacho taarifa inatoka kwenye mawimbi, ama kusikiliza taarifa zilizokuwa zinatolewa na mawimbi ya kwamba huwezi ukafanya hiki kitu unachokifanya. Ile hali ikajenga hofu. Siku zote nimekwambia, adui anachokitafuta ni kukuzuia kwenye njia ya kupokea muujiza wako, ni kukuzuia kwenye njia ya kuona mafanikio yako, ni kukuzuia kwenye njia ya kupokea jambo jipya kwenye maisha yako, jambo la kiungu. Wakati ule wa Adamu, kitu kilichotokea, adui alikuja kuzungumza na sio kwamba yale matunda yule mwanamke alikuwa yaoni, kila siku alikuwa anayaona yale matunda, lakini siku hiyo Biblia inasema akaona yale matunda kuwa yanapendeza, yanavutia moyo, yanavutia macho. Sio kwamba siku nyingine alikuwa yaoni yakivutia kwa macho, au alikuwa haoni uzuri wa matunda yale, lakini kuna taarifa ambazo ziliingia tayari. Adui alipenyeza taarifa, zile taarifa zikasababisha kujengeka kwa imani ya kutazama kitu kwa tofauti. Kwa hiyo mtazamo wa yule mwanamke ukabadilika juu ya yale matunda, na mtazamo wa Peter juu ya bahari ulibadilika na juu ya Yesu, ya kwamba anaweza kumsaidia, na akatembea akafika kule na kuandika historia ya mtu aliyetembea juu ya maji na kukutana na Yesu. Shato parata pasetekeba. Adui hana nafasi ya kukuzuia wewe kama muamini kwa kuleta vishawishi katika taarifa mbovu ya kukuzuia wewe usiweze kuona muujiza wako. Peter anaona mawimbi,
anaanza kupoteza mwelekeo, anapoteza focus ya kwake, anapoteza umakini wa kwake. Ile sauti inajenga imani. Nilikwambia wewe mwanadamu ni roho, unayo nafsi, unaishi katika mwili. Katika nafsi ni sehemu ambako taarifa zinatumwa. Taarifa zote zinatumwa kwenda kwenye nafsi. Kwa nini zinatumwa kwenda kwenye nafsi? Kwenye nafsi kuna vyumba vitatu. Ni sehemu ya akili. Unapopokea taarifa yote inapokuja, inaenda katika chumba cha akili, ambako hapa ni chumba cha kutafakari. Hapa ni chumba cha kutafuta kufanya upembuzi yakinifu juu ya taarifa uliyoipokea. Lakini hatua ya pili ama chumba cha pili ni chumba cha utashi, ambako hapa unaenda kuchakata, kufanya maamuzi. Unaenda kufanya maamuzi juu ya kile kilichochakatwa katika chumba cha akili, na baada ya hapo unafanya maamuzi. Kwa hiyo Peter alipokea taarifa katika eneo lake la nafsi, na baada ya pale taarifa zile zikapita katika akili ya kwamba mawimbi yani makubwa, huwezi kusurvive. Hakuna mtu aliyewahi kutembea juu ya maji akapona. Wewe unakwenda kufa mbele ya huyu Yesu. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ni kwamba adui alikuwa anatafuta kupoteza focus, kupoteza ule umakini wa Peter kumtazama Kristo ambaye ndiye ameianzisha safari ya kwake. Amwambia njoo, lakini yeye anapoteza umakini wake kwa sababu ya kile ambacho amekisikia. Kwa lazima kuwa makini sana wakati unaitikia kile ambacho Mungu amezungumza, na wakati unaelekea kupokea muujiza wako. Usipoteze focus ya kwako, usipoteze mwelekeo kwa namna yoyote ile. Usifanye ukawa kama Peter ya kwamba sasa mambo yamekuwa mengi, mawimbi yamekuwa mengi, matatizo yamekuwa mengi, challenges zimekuwa nyingi, ninahisi kuchoka, siwezi kuendelea mbele tena, siwezi kuomba tena, siwezi kutafakari neno tena. Nataka nikwambie, unajizuia mwenyewe kuweza kupokea muujiza wa Mungu kwenye maisha yako. Lazima ung'ang'ane ili uweze kupokea muujiza, na Mungu mwenyewe anakutia nguvu. Ndio maana anamwambia Yoshua ya kwamba awe hodari, anamtia moyo, anampa moyo ya kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe, na hakuna chochote ambacho kitasimama mbele yako kukuangamiza. Kwa hiyo hakikisha unatunza ujasiri, lakini pia na utii kwenye kile ambacho neno la Mungu linazungumza, ili kuweza kupokea muujiza wako. Una ujasiri hasa ukiwa unatengeneza uhalisia katika kutafakari neno la Mungu na maombi. Ujasiri wako unatumika ipasavyo, kisha unaonyesha kutii juu ya kanuni za Mungu na maelekezo ya kwake wakati unaelekea kupokea muujiza wa kwako. Katika kitabu cha Mathayo sura 21 mstari 21 mpaka 23 nasema, Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani isipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka. Yesu anawaambia mkiwa na imani jambo lolote linafanyika kwa jina langu. Anasema na yoyote mtakaoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Yoyote mtakaoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea. Jambo la msingi ni kupokea. Nilikwambia imani ni nyenzo ya kupokea uhalisia ambao umetengenezwa katika ulimwengu wa roho na kudhibitisha katika ulimwengu wa mwili. Kile kitu ambacho umekitengeneza, uponyaji, ndio uponyaji unatengenezwa katika ulimwengu wa roho, unamanifest, unaudhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Shata barata ustipeni badarai. Marko sura ya 9:21 mpaka 23 unaona habari ya bwana mmoja ambaye mwanae alikuwa ameteswa na mapepo kwa muda mrefu, na amekutana na Yesu. Anamwambia kama ukiweza utuhurumie, waweza kutusaidia. Lakini Yesu anasema la hasha, ukiweza, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Kwa hiyo si swala la ninaweza au siwezi. Huyu mtu hakuwa na imani, hakuwa na nyenzo ya kupokea uponyaji kwa ajili ya mtoto wake, hakuwa na nyenzo ya kusababisha muujiza kwa ajili ya mtoto wake. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na imani, hakuwa ana ujasiri ya kwamba Yesu anaweza kufanya kitu kumfungua yule mtoto. Kwa hiyo Yesu anamwambia usiseme ninaweza au siwezi. Mimi nina uwezo wote, nina nguvu zote. Swala ni wewe kuwa na imani. Na huyu baba alipoligundua hilo baada ya maneno ya Yesu, akabadilisha Kiswahili chake. Akasema nisaidie kutokuamini kwangu. Biblia inasema Yesu alimfungua yule mtoto akapona. Imani
Ukikosa imani, umekosa nyenzo ya kukusaidia kutembea katika ulimwengu wa miujiza. Luka 17 mstari ule wa 6 anasema, Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao mngewatii. Kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao mngewatii. Maana yake anazungumza nao wakati huo, na katika mazingira hayo au jiografia hiyo kulikuwa na mti wa mkuyu. Anawaambia kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, tuseme mbegu ya mchicha, mngeweza kuhamisha mkuyu huu ukaenda kuota baharini, na ungetii huo mti ukang'oka ukaenda baharini. Maana yake alikuwa anatumia mfano huo kuonyesha kwamba haijalishi ni tatizo la aina gani, ni utata wa aina gani unaopitia, ila ukiwa na imani una uwezo wa kuamrisha utata aina yoyote ule mbele yako, ukatii na ukanyamaza ukakimbia. Huyu ndiye Mungu ambaye tunamtumikia, na huyu ndiye Mungu ambaye ninakueleza habari zake wakati huu jioni ya leo. Marko sura ile ya 11:22 mpaka 24 anazungumza, yoyote mliombayo aminini kuwa mnayapokea, nao yatafanyika kuwa yenu. Kwanza muamini kuwa mnayapokea, alafu ndipo yanafanyika kuwa yenu. Kwa hiyo mliombayo unatengeneza uhalisia. Yoyote mliombayo aminini kuwa mnayapokea, nao yatakuwa yenu. Yanakuwa ya kwenu baada ya kuwa umeamini kwamba umeyapokea. Haujaona kwamba kuna muujiza umetokea, lakini unaamini ya kwamba madam mtumishi wa Mungu ameomba, nimepokea uponyaji. Madam nimemuomba Mungu, tayari njia imefunguka, hata kama njia bado hazijaonekana kufunguka. Unamshukuru Bwana kwa sababu tayari mambo yamekuwa shwari. Unamshukuru Bwana kwa sababu kuna muujiza umetendeka. Alafu kisha unauona muujiza. Wakati ule unamshukuru Bwana, uhalisia katika ulimwengu wa roho unatengenezwa, lakini wakati huu muujiza unafanyika kuwa halisi. Kwa hiyo yoyote mliombayo aminini kuwa mnayapokea, alafu nayo yatakuwa ya kwenu. Marko sura ya 11 mstari 22 mpaka 24. Na mimi nataka nikwambie, kama unayo imani siku ya leo, kuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yako. Kuna muujiza ambao unakwenda kupokea. Kuna uhalisia ambao unatengenezwa kupitia katika ulimwengu wa roho, kupitia kutafakari neno la Mungu na kuomba, kisha unaudhibitisha kuwa muujiza katika ulimwengu wa mwili. Nimekufundisha jinsi juu ya miujiza, udhihirisho wa miujiza, na tukajikita kuangalia namna gani tunaweza kutengeneza miujiza ama tukapokea miujiza, ama safari ya kutengeneza miujiza kisha kuidhihirisha, kutengeneza uhalisia wa jambo fulani katika ulimwengu wa roho kisha kudhihirisha kama miujiza katika ulimwengu wa mwili. Nimekwambia muujiza ni uhalisia ambao umetengenezwa katika ulimwengu wa roho. Uhalisia huo unapoonekana katika jinsi ya mwili tunauita muujiza. Katika jina la Yesu, kuanzia leo usiwe ni mtu wa kutafuta muujiza, kuwa ni mtu wa kutafuta uhalisia katika ulimwengu wa roho, kuwa ni mtu wa kutengeneza uhalisia katika ulimwengu wa roho, ya kwamba mimi sitakufa bali nitaishi, ya kwamba mimi si mkia, mimi ni kichwa, ya kwamba sitashindwa bali nitashinda. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda, kwa sababu Bwana alinitia nguvu. Haijalishi ni vita kiasi gani iko mbele, lakini jemedali wangu wa vita ni Bwana Yesu. Alishinda zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Vita yangu ni vita ya kwake. Sipigani mwenyewe, anapigana Mungu. Ninajua yanaonekana ni kama maji mengi, moto uko mbele yangu, sina njia ya kupita, lakini ninajua Mungu amesema anatengeneza njia pasipo njia.